Katika Isaya 61, Isaya anasema kwamba moja kati ya makusudio ya kuja kwa Kristo ni kuwaganga waliovunjika moyo. Yes, kwa sababu moyo pia unaweza kuvunjika ukaumia kama ambavyo mwili unaweza kuumia, kutegemea na vitu ambavyo ile nafsi imekutana navyo. Sasa katika kipindi kama hiki wengi tumekutana na vifo na majanga katika maisha. Wengine walikuwa ni watu wa kutegemewa sana kwetu. Wengine walikuwa ni wazazi, kwa hiyo watoto wanawaza wataishije, kwa sababu ni kama vile giza la ghafla limeingia katika familia. Lakini kwa wengine walikuwa ni watoto kwa wazazi wao, watoto tegemezi kabisa, kiasi kwamba wazazi wanawaza kwamba jinsi gani maisha yataendelea, wakati walikuwa wakitegemea kupitia watoto wao Mungu atawasaidia. Lakini wengine walikuwa ni ndugu zetu na rafiki zetu wa karibu sana, ambao pia wamepotea, wameangamia, wengine wamekufa, wengine wamepata majeraha makubwa sana, na hatujui namna gani tunaweza kuendelea. Imeumiza kiasi kwamba wengine sasa bado hata hatujui jinsi gani maisha yanaweza yakaendelea bila kuwa pamoja na ndugu zetu, kwa vile ambavyo tulikuwa tumewazoea, lakini pia kwa vile ambavyo walikuwa ni watu muhimu na msaada mkubwa sana kwetu. Sasa katika kipindi kama hiki ndicho ambacho na kuombea kwamba kwa kuwa moja kati ya makusudio ya kuja kwake ni kuwaganga waliovunjika moyo, basi anyooshe mkono wake akakugange moyo wako uliovunjika, ukapone, lile jeraha likapone, ili uanze kupata matumaini na mwanga mpya katika maisha, kwamba bado kuna kesho, bado kuna nini, na Mungu akupe nguvu ya kuiendea sasa kesho. Pamoja na kwamba haya yametokea, sasa tunaiendeaje kesho yetu? Yes, tunahitaji nguvu za Mungu sasa kutoka hapo tulipo kuendea kesho, na nguvu hizo ziende moja kwa moja zikaponye ule moyo uliovunjika. Wengine wamevunjika kwa sababu ya kuumizwa sana, wengine kwa sababu ya kufiwa, na sababu mbalimbali ambazo zinaendelea, kama ambavyo unaweza kuona katika mitandao. Watu wengi sana wameumizwa, ni misiba kila kona, lakini Yesu akugange moyo. Amina.